We wadaku. Sasa ndio nimepata umbea wa mlolongo. Kumbe huyu jamaa kiti imefanya bibi yake akaua watoto wake. Juu hii target ilikuwa auwe bwana. Huyu bwana yake alilala na sister yake na akalala na sister wa mama yake. Mama yake huyu msichana. Hiyo ndivyo udaku umenikujia. Who does that? Sasa ndio huyu akasema aje, kwani hiyo mjulubengi yenye inanidinya mimi ndiye yenye pia inadinya sister mamangu na ndiye inadinya tena sister yangu? Who does that? So target yake ilikuwa auwe bwana yake. Na that time bwana yake alikuwa ameenda kutombesha nje kwa lodging. Badala angekuja atombeshe bibi yake. Who does that? Before mjudge, coin ina pande mbili, upande wa simba na upande wa moyo. Angalia side zote, pima kwa ratili. So makosa yote ni ya huyu mwanaume. Kama huyu mwanaume hangeenda kudinya sister yake na adinye na sister mama yake ya huyu Linet, haya mambo hayangefika hapa. Another thing, avoid friends wale wanakuletea umbea. Kuwa DCI by your own self. Na kama unataka kushika bwanako ni malaya ama kufanya hiyo mjulubengi yake isisimame, enda ununue vest towel mpya, nunua mayai, nunua na shindani, na unitafute na nikupatie kinga kamili. Ukinge huyo mwanaume wake. Wakati anaenda kutombana nje, anaenda tu kuingiza tu hivi kwa mwanamke mwingine, inakwama. Inakataa kusimama, inalala. Ukuje nikwambie tafuta hivi na hivi, nitafute. Na ujue kwa mganga sio bure. Wale mnapenda ndoa, wale wa ndoano. Who does that? Haram. Tuende kwa udaku. We wadaku, welcome back to my YouTube channel. Kama dawa ni Senje mdaku wa Gulf. So mulikuwa mnashindwa Senje rada, kwani upeani udaku wa mlolongo phase 3? Hapana, ndio nilikuwa na collect udaku. Unajua mimi nakaa na collect udaku, ndio sasa naletewa. Hawa mafollowers wangu wenye niko nao, wenye nakuanga nao pale TikTok, karibu more than 500,000, wanakuanga kila upande zote. So unapata mtu anasema Senje sana kuanga mdaku, wacha tumpe hii udaku. First of all, nililetewango hiyo udaku, but mimi niliogopa kubreak. Reason, juu naweza kuongea, nilikuwa nafikiria maybe alikuwa yani ni kiki wanatafuta, ama mimi niongee kitu yenye iniletee shida, unaona. So nikashindwa kubreak. Mimi nililetewangwa na mwanamke mwingine mwenye anaishi kwa hiyo plot, ndiye alinileteanga hiyo udaku. Sasa huyu mama ambaye anajiita Linet, mwenye ameua hawa watoto wake, huyu mama alioananga na ujamaa. Okay? Unajua sometimes inafaa unaangalia pande zote. Angalia pande zote. Unaona, huyu Linet aliolewa na huyu kijana. Ako na mtoto kijana. Naye Mungu akambariki, akazalia huyu mwanaume watoto wawili mapacha. Unaona, akazalia watoto wawili mapacha. Na huyu Linet alipendwa na huyu bwana yake sana. Huyu bwana yake alichukua huyu Linet akiwa na mimba. Mpaka hiyo mimba vile imegrow, Linet akazaa, huyu bwana akamchukua, wakaendelea na maisha. So far so good, maisha yao ilikuwa tu mzuri. Ule devil worshipper anaingianga kwa ndoa. Anashika mwanaume anampeleka huku, anashika mwanamke anampeleka huku. Wakati huyu mwanamke Linet alizaa hawa watoto wake mapacha wawili, sasa hapo ndio bwana yake akafanya nini? Akafungua makucha yake katoka nje. Huyu mwanamume alikuwa na bibi mwingine. Unajua sometimes before mjudge ama mchukulie nini, unajua hisi mwanamke ako na makosa kubwa sana kwa kupoison watoto. Na hata hiyo poison haikukuwa iende kwa watoto.
Hiyo poison ilikuwa iende wapi? Iende kwa huyu mwanaume akule. Hii poison ilikuwa iende kwa huyu mwanaume. Alikuwa na target ya kuwa mwanaume. Na hata kuwa mwanaume sio shida. Shida ya huyu Lynette ni ule mtu alikuwa ni mtu mwenye anapenda kusikiza maneno nimeambiwa. Ni ule mwanamke ambaye anasikiza maneno nimeambiwa. The moment unaanza kusikiza maneno nimeambiwa, kaa chini fulani, chunguza. Ukiambiwa bwanako anahanya, wewe usifuate ya huyo mtu. Mwambie anahanya upande gani na gani, wewe mwenyewe fanya investigation. Tuko na many ways ya kufanya investigation kwa huyu bwana yako, kujua ni ukweli anahanya ama hanya. Ukitaka kujua mwanaume anahanya, first thing, akitoka nje, anakuanga na anajishukushuku. Yani ukiangalia mwili yake, yani anakuanga ni kama mtu anajishukushuku. Unaona, anakuja mbio mbio, maybe anaweza kuwa ameogea kule nje, ama anakuja anaogea hapa ndani, unaona, kwa nyumba yako. Unaona? Na mimi nawaambianga wadako, before yani kama umependa huyu mwanaume, kuna means ya kufanya hiyo kitu yake hata isisimame. Ikuwa akikutana na mwanamke mwingine, hiyo kitu inaanguka. Sasa hiyo sio shida. Sasa tuendelee kwa udaku. Na nataka tu mnisikize ya kimakini. Sasa huyu Lynette alikuwa anapika. Okay? Alikuwa anapika. Alipika mboga na akapika ugali. As usual, lunch time watoto wakule pamoja na yeye. Rafiki akakuja akamwambia aje, unajua bwana yako ameenda kwa lodging na mwanamke mwingine. Lynette akajiuliza, kwa lodging aje na mwanamke mwingine? Lynette akajaribu kupigia bwana yake simu na bwana yake hakufanya nini? Hakushika. Wakati Lynette alipiga simu mara ya pili, bibi huyo mwenye alikuwa na bwana yake ndiye alishika simu, ambapo kwamba wakati bwana wa Lynette alijisqueeze akaenda kwa choo kujisaidia, alikuwa ameacha hapo simu. Ndio nini kafanyika? Ndio huyu mwanaume akafanya nini? Huyu mwanamke akafanya nini? Akashika simu. Sijui mnanipata? Haya. Sasa wakati alishika simu, huyu mwanamke kidosho ama mpango wa kando akamuuliza, ni nani? Si ndio Lynette akasema ni bibi yake. Kwani ako wapi? Akasema ametoka, hajatoka, ako kwa choo, ako kwa washing room. Sasa hapo ndio ilileta shida. Alafu Lynette ni mtu wa high temper. Yani ni mtu wa temper yake ni ile haraka. Yani ni mtu ambaye anachukulianga maamuzi yake mkononi. Yani anajichukulia sheria kwa mkono yake. Unaona? Sasa ndio hapo akachemuka, akashindwa atafanya nini, sukari ikapanda, chumvi ikapanda, maji ikaisha kwa mwili. Akakuja akaenda kanunua dawa, akapoison watoto, akakoroga uji, akapea watoto wote watatu. Hawa wawili mapacha na huyu kijana mmoja. Mnanipata? Sasa wakati watoto alianza kukufa, huyu Lynette akafanya nini? Akashikwa miguu, yani miguu zikamshika kufanya nini? Kutoka. Yani akawa na ile yani miguu imemshinda kutoka. Unaona? Si ikawa akajifungia ndani ya nyumba. Okay? Sasa hata hiyo sio shida. Mimi nalaumu mwanaume. Wakati huyu mwanaume alienda kudinyana nje, hangefanya nini? Hata angezima simu. Alafu bwana yake ni mtu mwenye anahanya, alafu ako na bibi na watoto. Alafu hizi ndoa zinakuanga na stress. Wachani niwaambie wadako, hizi ndoa ziko na stress. Ukiona ndoa yake imeanza kukua toxic, toka. Ukiona tu ndoa yako imeanza kukua toxic, toka na utoke kabisa. Nia ya Lynette alikuwa awe huyu bwana, hakukuwa awe watoto. Sijui ni devil mgani alimcontrol akampeleka kwa watoto, but Lynette alikuwa na nia ya kuwa huyu bwana, amuue completely. Kwa sababu Lynette ni mtu ambaye hakukuwa anataka kuchitiwa. Okay, umechukua mwanamke, umemuoa, umemweka kwa nyumba, umemzalisha, to make matter to be the worse, hana kazi, anakutegemea wewe. Sasa ile inaumiza zaidi, unaenda unahanya nje. Unaona? Sasa huyu bwana hata akikuja hapa kulia watoto wake, yeye ndiye ako na makosa. Makosa sio ya Lynette.
makosa Linet ni kuua watoto, lakini huyu bwana ndiye ako na makosa kubwa sana. Kwa nini yeye alienda kuhanya nje akaacha bibi yake? Kwani hiyo kutombana, sangeenda kuchukua wale wasichana wa street, basi achukue atombe na 50 ama na 100 arudi kwa nyumba. Lakini sakiti iliumiza Linet kabisa. Ni huyu bwana alikuwa analala. Imagine bwana anatomba sister yako, biological sister. Yo, who does that? Na hiyo sio shida. Hiyo hata sio shida. Lakini si ukitomba, si uende kutombeko nje. Kwani ni lazima utombe hapa? Unaona? So na hiyo ni kitu yenye imeshtua watu na imetushtua sana. Kwa nini hawe watoto hata kwenda pale prison? Najua sasa ana regret. Ana regret. Alafu Linet ni ule mtu alikuwa na marafiki wabaya. Wale wa kumpeleka kwa waganga, wale wa kumpeleka kwa mapasta kuomba, wale wa kumpeleka kwa kufanya ushirikina. Unaona, ni ule mtu ambaye alikuwa na marafiki wabaya. Unaona? Sasa yeye atakaa kule prison bila watoto. Atakuwa anaona watoto wa watu na anatamani watoto wa watu. Alafu wake yeye mwenyewe amewaua. Who does that? Na makosa ni ya Bwana. So, finya notification next na kuja na text. Na text na evidence na yule mwanaume ambaye amelala na huyu mwanaume ambaye msichana amelala na yeye. Huyo kidoshodosho mwenye alileta kifo yote. Na hata kuleta kifo si shida. Shida ni ule rafiki mwenye alimletea maneno. Unaona, before ukiwa kwa ndoa, choose your friend wisely. Usije ukachagua ile friend wenye wanakuumiza. Unaona sasa huyu ameshaumizwa na ni rafiki yake tu. Na though huyu dem alikuwa anaishi tu maisha mazuri. Unaona bwana alikuwa amemweka tu vizuri. Who does that? Watoto wote 3. Lakini pia makosa ni ya huyu bwana. Huyu bwana pia kuna makosa. Mimi makosa yangu nalaumu huyu bwana. Na alafu najua pia udem ni mtu mwenye alikuwa anafanya kazi. Ya alikuwa doctor. Si ati ni mtu mwenye alikuwa nini? Anakaa ndee. Hapana. Who does that? Anyway, finya notification.